Filamu hii ilitoka mwaka 1987 na mara moja ilipendwa na watu duniani kote, na wengi wakivutiwa sana na Predator mwenyewe ambaye alikuwa akiwawinda na kuwatisha kikosi cha kina Arnold waliokuwa kwenye misheni ya kufanya uokozi huko Vietnam. Sasa mtu aliyeigiza kama Predator anaitwa Kevin Peter Hall, aliyezaliwa tarehe 9 Mei mwaka 1955 huko Pittsburgh, Pennsylvania. Alizaliwa katika familia ya watoto 7 na yeye alikuwa mrefu kuliko wote. Kutokana na urefu wake, alifiti zaidi kwenye mchezo wa mpira wa kikapu ambao alianza kucheza tangu akiwa high school, na baadaye akajiunga na chuo cha George Washington ambako alikuwa katika timu ya chuo, lakini pia alikuwa akisomea masomo ya uigizaji. Baada ya kumaliza chuo, alienda kucheza mpira wa kikapu professional huko Venezuela. Alikaa kwa mwaka mmoja na aliporudi akaanza kufukuzia ndoto zake za uigizaji. Tofauti na ilivyo sasa, urefu ni sifa fulani ya kupendeza. Kwa wakati huo, urefu aliokuwa nao ulikuwa umepitiliza kwa yeye kupewa nafasi ya kuwa mwigizaji mkuu. Lakini uzuri ni kwamba alirudi nchini Marekani wakati filamu za kisayansi za kufikirika, yani sci-fi, zilikuwa zimepamba moto sana. Kila filamu iliyokuwa inatoka ilikuwa inahusisha dude fulani la ajabu la kisayansi linalowawinda watu. Unakumbuka hata filamu ya Van Damme ya Cyborg? Yes, kulikuwa na filamu kama hizo. Basi kipindi hicho ndio ilikuwa trend. Hivyo kutokana na urefu wake, Kevin alifaa sana kuigiza kwenye nafasi kama hizo. Mwaka 1979 alitokea katika filamu yake ya kwanza iliyoitwa Prophecy, akiwa kama mnyama fulani anayebadilika. Filamu hiyo ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba hata muandaji alidai aliandaa akiwa amelewa, ndio maana ilikuwa hivyo ilivyo. Mwaka mmoja baadaye alipata nafasi ya kuigiza katika filamu inayoitwa Without Warning, akiwa kama alien fulani. Kevin aliendelea kuonekana kwenye filamu kadhaa, lakini zote akiwa kama jitu la ajabu, yani monster. Katika mahojiano yake aliyofanya na jarida la Ebony, alieleza kuwa hajawahi kupata nafasi ya kuigiza inayompa nafasi ya kuonekana vizuri sura yake. Badala yake amekuwa akipata nafasi ya kuwa jitu la ajabu, yani monster, jambo ambalo yeye mwenyewe analifurahia. Licha ya mwigizaji huyu kuigiza katika nafasi hizo ambazo zingeweza kumfanya mtu ahisi jamani katili au mtu mwenye roho fulani hivi, ukweli ni kwamba Kevin alikuwa ni mtu mpole na mkimya sana. Watu waliofanya naye kazi wanadai alikuwa na upendo na kila mtu na alikuwa msikivu sana. Na hili ndilo lililokuja kumsaidia katika filamu ambayo wote tuliifahamu na kuipenda bila hata ya kujua ni nani aliye nyuma yake, filamu ya Predator. Mwaka 1985, filamu ya Predator ilikuwa inaandaliwa. Ilikuwa ni filamu ya bajeti kubwa na inayofanywa na watu makini. Ni aina ya filamu zinazoweza kumfanya mtu awe maarufu, ukizingatia pembeni yake kulikuwa na sura maarufu kama vile Arnold Schwarzenegger, Bill Duke na Carl Weathers. Lakini Kevin hakutakiwa kuigiza katika nafasi hii, na aliitwa katika nafasi hiyo wakati filamu imeshaanza kurekodiwa kabisa. Aliyekuwa kwenye nafasi hiyo ya Predator si mwingine bali ni Jean-Claude Van Damme. Van Damme alipata nafasi hii kwani alikuwa ni mwigizaji mwenye urefu unaotakiwa, lakini pia uwezo wake wa kukimbia. Licha ya Van Damme kupata nafasi hiyo, hakufanikiwa kuigiza hadi mwisho kwani alifukuzwa kazi. Inadaiwa kuwa Van Damme alikuwa akileta usumbufu mwingi sana. Wakati huo hakuwa star kama alivyokuja kuwa baadaye, hivyo alikuwa na njaa sana ya kuonekana. Alitamani misuli yake na msamba wake maarufu uonekane, lakini filamu hiyo haikuhitaji yote hayo. Inadaiwa kuwa Van Damme alianza kulalamika kuwa hakukuwa na umuhimu wa Predator kupotea, yani kuwa haonekani. Ni bora kama anakuwa na linguo la kutisha basi aonekane muda wote. Waandaaji wakakataa. Baadaye akaja na kudai kuwa minguo hiyo ya Predator ilikuwa inampa joto sana, ukizingatia kuna wakati inabidi aigize kama anakimbia. Damme alileta sababu nyingi sana. Hakuonyesha kufurahishwa kabisa na filamu hiyo, lakini pia kwa upande wa waandaaji ilikuwa kero kubwa sana kuwa na mwigizaji anayeleta usumbufu wakati wote, hivyo akamfukuza kwenye nafasi hiyo licha ya kuwa alikuwa keshaigiza baadhi ya vipande. Filamu ikaendelea kurekodiwa katika vipande ambavyo havimuonyeshi Predator, huku waandaaji wakiendelea kutafuta mtu atakayekaa kwenye nafasi hiyo. Kutokana na uwezo wa Kevin Hall na uzoefu aliokuwa nao katika nafasi za mijitu kama hiyo, nafasi hii ilimfaa sana, hivyo akapigiwa simu mara moja.
Waandaaji wa filamu hii wanadai kuwa Kevin alikuwa professional sana. Hakuwa na malalamiko yoyote kuhusiana na nguo za Predator wala kuhusu kuonekana. Mtaalamu wa nguo hizo ambazo mwigizaji alitakiwa kuzivaa muda wote alidai kuwa Kevin alikuwa halalamiki, na wakati mwingine hata wakati wa break alikuwa anakaa nazo kwa masaa kadhaa. Jambo lingine lililowavutia waandaaji wa filamu hii kuhusu Kevin ni namna alivyojitoa katika filamu hiyo. Licha ya ukweli kwamba hataonekana sura, Kevin alionyesha uwezo wake wote katika kuigiza, utadhani sura yake inaonekana. Baada ya kurekodi filamu hiyo, akapata kazi ya kuigiza filamu ya Predator namba 2 na kazi kadhaa zilizofuata. Kabla hajapata nafasi ya kujulikana, Kevin alipata tatizo. Mwaka 1990 alipata ajali, ikabidi aongezewe damu. Bahati mbaya sana, katika mchakato wa kuongezewa damu akaambukizwa ukimwi, ugonjwa uliosababisha umauti wake mwaka mmoja baadaye, wiki chache kabla hajafikisha miaka 36. Kevin alimuoa mwigizaji mwenzie aliyeitwa Alaina Reed na hakuwahi kupata mtoto hata mmoja. Mpaka leo filamu ya Predator inabaki kuwa classic na pendwa kwa watu wengi sana, lakini kwa bahati mbaya sana Kevin hakubahatika kufahamika kwa nafasi alizoigiza. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali jiunge nasi kwa Filamu hii ilitoka mwaka 1987 na mara moja ilipendwa na watu duniani kote, na wengi wakivutiwa sana na Predator mwenyewe ambaye alikuwa akiwawinda na kuwatisha kikosi cha kina Arnold waliokuwa kwenye mission ya kufanya uokozi huko Vietnam. Sasa mtu aliyeigiza kama Predator anaitwa Kevin Peter Hall, aliyezaliwa tarehe 9 Mei mwaka 1955 huko Pittsburgh, Pennsylvania. Alizaliwa katika familia ya watoto 7 na yeye alikuwa mrefu kuliko wote. Kutokana na urefu wake, alifiti zaidi kwenye mchezo wa mpira wa kikapu ambao alianza kucheza tangu akiwa high school, na baadaye akajiunga na chuo cha George Washington ambako alikuwa katika timu ya chuo, lakini pia alikuwa akisomea masomo ya uigizaji. Baada ya kumaliza chuo, alienda kucheza mpira wa kikapu professional huko Venezuela. Alikaa kwa mwaka mmoja na aliporudi akaanza kufukuzia ndoto zake za uigizaji. Tofauti na ilivyo sasa, urefu ni sifa fulani ya kupendeza. Kwa wakati huo, urefu aliokuwa nao ulikuwa umepitiliza kwa yeye kupewa nafasi ya kuwa mwigizaji mkuu. Lakini uzuri ni kwamba alirudi nchini Marekani wakati filamu za kisayansi za kufikirika, yani sci-fi, zilikuwa zimepamba moto sana. Kila filamu iliyokuwa inatoka ilikuwa inahusisha dude fulani la ajabu la kisayansi linalowawinda watu. Unakumbuka hata filamu ya Van Damme ya Cyborg? Yes, kulikuwa na filamu kama hizo. Basi kipindi hicho ndio ilikuwa trend. Hivyo kutokana na urefu wake, Kevin alifaa sana kuigiza kwenye nafasi kama hizo. Mwaka 1979 alitokea katika filamu yake ya kwanza iliyoitwa Prophecy, akiwa kama mnyama fulani anayebadilika. Filamu hiyo ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba hata muandaaji alidai aliandaa akiwa amelewa, ndio maana ilikuwa hivyo ilivyo. Mwaka mmoja baadaye alipata nafasi ya kuigiza katika filamu inayoitwa Without Warning, akiwa kama alien fulani. Kevin aliendelea kuonekana kwenye filamu kadhaa, lakini zote akiwa kama jitu la ajabu, yani monster. Katika mahojiano yake aliyofanya na jarida la Ebony, alieleza kuwa hajawahi kupata nafasi ya kuigiza inayompa nafasi ya kuonekana vizuri sura yake. Badala yake amekuwa akipata nafasi ya kuwa jitu la ajabu, yani monster, jambo ambalo yeye mwenyewe analifurahia. Licha ya mwigizaji huyu kuigiza katika nafasi hizo ambazo zingeweza kumfanya mtu ahisi jamani katili au mtu mwenye roho fulani hivi, ukweli ni kwamba Kevin alikuwa ni mtu mpole na mkimya sana. Watu waliofanya naye kazi wanadai alikuwa na upendo na kila mtu na alikuwa msikivu sana. Na hili ndilo lililokuja kumsaidia katika filamu ambayo wote tuliifahamu na kuipenda bila hata ya kujua ni nani aliye nyuma yake, filamu ya Predator. Mwaka 1985, filamu ya Predator ilikuwa inaandaliwa. Ilikuwa ni filamu ya bajeti kubwa na inayofanywa na watu makini. Ni aina ya filamu zinazoweza kumfanya mtu awe maarufu, ukizingatia pembeni yake kulikuwa na sura maarufu kama vile Arnold Schwarzenegger, Bill Duke na Carl Weathers. Lakini Kevin hakutakiwa kuigiza katika nafasi hii, na aliitwa katika nafasi hiyo wakati filamu imeshaanza kurekodiwa kabisa. Aliyekuwa kwenye nafasi hiyo ya Predator si mwingine bali ni Jean-Claude Van Damme. Van Damme alipata nafasi hii
kwani alikuwa ni mwigizaji mwenye urefu unaotakiwa, lakini pia uwezo wake wa kukimbia. Licha ya Van Damme kupata nafasi hiyo, hakufanikiwa kuigiza hadi mwisho, kwani alifukuzwa kazi. Inadaiwa kuwa Van Damme alikuwa akileta usumbufu mwingi sana. Wakati huo hakuwa star kama alivyokuja kuwa baadaye, hivyo alikuwa na njaa sana ya kuonekana. Alitamani misuli yake na msamba wake maarufu uonekane, lakini filamu hiyo haikuhitaji yote hayo. Inadaiwa kuwa Van Damme alianza kulalamika kuwa hakukuwa na umuhimu wa Predator kupotea, yaani kuwa haonekani. Ni bora kama anakuwa na linguu la kutisha, basi aonekane muda wote. Waandaaji wakakataa. Baadaye akaja na kudai kuwa minguo hiyo ya Predator ilikuwa inampa joto sana, ukizingatia kuna wakati inabidi aigize kama anakimbia. Damme alileta sababu nyingi sana. Hakuonyesha kufurahishwa kabisa na filamu hiyo, lakini pia kwa upande wa waandaaji ilikuwa kero kubwa sana kuwa na mwigizaji anayeleta usumbufu wakati wote, hivyo akamfukuza kwenye nafasi hiyo, licha ya kuwa alikuwa keshaigiza baadhi ya vipande. Filamu ikaendelea kurekodiwa katika vipande ambavyo havimuonyeshi Predator, huku waandaaji wakiendelea kutafuta mtu atakayekaa kwenye nafasi hiyo. Kutokana na uwezo wa Kevin Hall na uzoefu aliokuwa nao katika nafasi za mijitu kama hiyo, nafasi hii ilimfaa sana, hivyo akapigiwa simu mara moja. Waandaaji wa filamu hii wanadai kuwa Kevin alikuwa professional sana. Hakuwa na malalamiko yoyote kuhusiana na nguo za Predator wala kuhusu kuonekana. Mtaalamu wa nguo hizo ambazo mwigizaji alitakiwa kuzivaa muda wote alidai kuwa Kevin alikuwa halalamiki, na wakati mwingine hata wakati wa break alikuwa anakaa nazo kwa masaa kadhaa. Jambo lingine lililowavutia waandaaji wa filamu hii kuhusu Kevin ni namna alivyojitoa katika filamu hiyo. Licha ya ukweli kwamba hataonekana sura, Kevin alionyesha uwezo wake wote katika kuigiza, utadhani sura yake inaonekana. Baada ya kurekodi filamu hiyo, akapata kazi ya kuigiza filamu ya Predator namba 2 na kazi kadhaa zilizofuata. Kabla hajapata nafasi ya kujulikana, Kevin alipata tatizo. Mwaka 1990 alipata ajali, ikabidi aongezewe damu. Bahati mbaya sana, katika mchakato wa kuongezewa damu akaambukizwa ukimwi, ugonjwa uliosababisha umauti wake mwaka mmoja baadaye, wiki chache kabla hajafikisha miaka 36. Kevin alimuoa mwigizaji mwenzie aliyeitwa Alaina Reed na hakuwahi kupata mtoto hata mmoja. Mpaka leo filamu ya Predator inabaki kuwa classic na pendwa kwa watu wengi sana, lakini kwa bahati mbaya sana Kevin hakubahatika kufahamika kwa nafasi alizoigiza. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali jiunge nasi kwa Filamu hii ilitoka mwaka 1987 na mara moja ilipendwa na watu duniani kote, na wengi wakivutiwa sana na Predator mwenyewe ambaye alikuwa akiwawinda na kuwatisha kikosi cha kina Arnold waliokuwa kwenye misheni ya kufanya uokozi huko Vietnam. Sasa mtu aliyeigiza kama Predator anaitwa Kevin Peter Hall, aliyezaliwa tarehe 9 Mei mwaka 1955 huko Pittsburgh, Pennsylvania. Alizaliwa katika familia ya watoto 7 na yeye alikuwa mrefu kuliko wote. Kutokana na urefu wake, alifiti zaidi kwenye mchezo wa mpira wa kikapu ambao alianza kucheza tangu akiwa high school, na baadaye akajiunga na chuo cha George Washington ambako alikuwa katika timu ya chuo, lakini pia alikuwa akisomea masomo ya uigizaji. Baada ya kumaliza chuo, alienda kucheza mpira wa kikapu professional huko Venezuela. Alikaa kwa mwaka mmoja na aliporudi akaanza kufukuzia ndoto zake za uigizaji. Tofauti na ilivyo sasa, urefu ni sifa fulani ya kupendeza. Kwa wakati huo, urefu aliokuwa nao ulikuwa umepitiliza kwa yeye kupewa nafasi ya kuwa mwigizaji mkuu, lakini uzuri ni kwamba alirudi